ajali ambayo ilitokea mwaka 1990 ambapo panel ya kioo ile ya mbele kule cha mbele cha ndege ya British Airways nambari 5390 ilianguka ikiwa umbali wa futi 17,000 kutoka usawa wa bahari juu. Sasa hii ni panel, ile ndo panel yenyewe ya mbele ile ambayo inakuwa na vioo vile pale mbele. Kuna moja kikubwa afu mbili tatu, ambavyo vilitoka isababisha sehemu ya rubani kushuka ghafla kwa shinikizo la nahodha kuvutwa nje hadi nusu ya mwili wake kuwa nje ya ndege. Rubani nusu ya mwili. Rubani yule kule, muone ile rubani ule upepo mkali ulimpiga mpaka akatoka. Umeelewa? Kwa hiyo yule ni nani msaidizi? Wale wasaidizi, makapteni wasaidizi. Sasa yule mwenyewe ambaye alikuwa kiongozi wao ndo ikatoka. Angalia picha ya chini. Utamuona namna ambavyo karibia robo tatu ya mwili wake wote ulikuwa uko nje. Huku ndani ameshikiliwa na wenzake miguu. Ndio. Baada ya ile nani kutoka, ile vile vyo kutoka pale vile vya mbele vile kutoka. Kwa hiyo wenzake wamemshikilia huku ikiwa rubani mwingine anaendelea kupambana kuiweka ndege kwenye control inayotakiwa. Sio umeelewa vizuri? Mhudumu wa ndege Nigel Ogden ambaye kwa bahati alikuwa anaingia kwenye chumba cha marubani. Kumbuka marubani wanakuwa wawili. Sio umeelewa vizuri? Sasa huyo mhudumu wakati anaingia kwenye hicho chumba cha marubani ndo akaikutana na hiyo kadhia. Akamshikilia nahodha kwa zaidi ya dakika 20 huku rubani msaidizi akijaribu kutua kwa dharura. Kwa hiyo alikuwa rubani mwingine alikuwa nje kwa dakika 20. Yaani alimshikilia hakuweza kutoka. Sasa alikuwa nje ndio yule, angalia majeraha aliyoyapata. Hilo ndio alikuwa nje, alafu kuna rubani msaidizi huyo hapo. Yule mwingine kule yeye ndio yule ni mhudumu wa ndege ambaye yeye alikuwa anaingia kwenye chumba cha marubani akakutana na hiyo kadhia ikitokea. Sio umeelewa vizuri Umenielewa Kamila? Nimekuelewa mwanangu. Sasa kulikuwa pia na hofu kwamba ikiwa angemwachilia mwili wa nahodha ungeweza kugonga injini, bawa au kiwiko cha ndege na kusababisha madhara zaidi. Kile pekee alichokuwa na uhakika nacho ni kwamba rubani alikuwa anaendelea kuteleza nje ya dirisha na kichwa chake kilikuwa kinagonga mara kwa mara upande wa nje wa ndege. Sio umeelewa? Kwa hiyo kijana alipambana kushikilia. Huyu kijana ndo huyo ambaye ni msaidizi, ni mhudumu ambaye alipambana kumshikilia miguu. Umeelewa? Kushikilia miguu ili ndege, ili yule mtu asidondoke. Lakini vile vile kama angemwachilia kulikuwa kuna uwezekano wa hiyo ndege huenda ingelipuka au ingepata madhara yoyote, kwa sababu kulikuwa kuna asilimia kubwa nahodha kama angeachiwa angeenda kugonga bawa la ndege ambayo pembeni yake kuna engine. Sio umeelewa? Kwa hiyo ingetokea hitilafu. Umeelewa vizuri, ambayo ingeweza kusababisha maafa. Baada ya dakika 20 za kuruka na dirisha lilovunjika likiwa wazi, ndege ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Southampton. Ogden alipata baridi kali sana usoni iliyosababisha kidonda. Baridi ilimpiga mpaka kusababisha kidonda na aliumia jicho moja, lakini pia aliteguka bega. Rubani wa miujiza alinusurika akiwa na baridi kali sana. Tunamtambua huyo kama ni rubani wa miujiza. Naelewa vizuri kwamba alinusurika yeye, lakini pia vile vile alinusuru ndege ya British Airways na abiria ambao walikuwemo kwenye hiyo ndege. Huo ulikuwa mwaka 1990. Ndege aina ya yenye namba za usajili 5390, ndege ya kampuni mali ya kampuni ya ndege ya British Airways ambayo ilipata hitilafu ikiwa umbali wa futi 17,000 kutoka usawa bahari. Ilipata hitilafu
ya kuvunjika vioo vyake vya mbele ambavyo vilisababisha upepo mkali kuingia ndani na kumsababishia nahodha wa hiyo ndege kutoka kupitia dirisha la. Sasa imagine asingekuwepo msaidizi anaingia hapa, sasa tulikuwa tunaongea kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ndo FBI yetu kwa siku ya leo, ikituonyesha namna ambavyo ndege hiyo ilinusurika na dakika 20 kwa hewani. Imagine dakika 20 wana henge huko juu, jamaa akashikiliwa miguu, yeye anagonga kichwa kwenye maana sikule kuna na upepo ni mkali, kwa hiyo ukamsababishia kidonda usoni. hatari. Morning Bantu.